Mimi niko salama salmini, mwenye buheri wa afya, sijaweza kuumizwa kwa popote pile na vurugu ambayo imeweza kushuhudiwa katika maeneo kadha katika eneo hili la bunge la Kabuchai. Na pale niko mwenzangu Gladys, ni kituo cha kujumuisha kura cha shule ya upili ya wavulana ya Malava, na hapa tayari unavyotizama nyuma yangu watu wameketi tisti wakisubiria zile kura kuweza kufikishwa hapa. Vijisanduku vya kura vya vile vituo 198 ambavyo vimeweza kupiga kura katika eneo bunge hili la Kabuchai. Lakini kwa haraka tu, pengine nimeweza kupata fursa kuzungumza na msimamizi mkuu wa uchaguzi katika eneo bunge hili la Kabuchai, Salim Abdalla, kutupa taswira kamili ya hali ilivyo. Nimeona umeweza kutoa hesabu ya baadhi ya maeneo ambayo tayari kinyang'anyiro kilivyokuwa, vituo viwili ambavyo pengine vimeweza kufika hapa. Pengine tueleze hali ilivyo kwa sasa. Asante sana. Kwa sasa tumepata vituo vitatu vimewasili tayari, na tumeanza kutangaza matokeo kutoka vituo mbalimbali. Kwa sasa tumefurahi, watu walijitokeza nje kupiga kura na matokeo sio mbaya sana. Tumeanza kwa upana mwingi. Pengine changamoto zipi ambazo mmezikumbana nazo, ikizingatia kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inafanya zoezi hili kwa mara ya kwanza tayari kwa kinyang'anyiro cha mwaka 2027? Uchaguzi ulikuwa uhuru, hatuko na changamoto yoyote, hali ya hewa ilikuwa mzuri, at least kila kitu imefanyika vizuri. Tulikuwa na askari wa kutosha, maafisa wangu pia walikuwa wamefundisha wa kutosha. Siwezi kusema tulikuwa na changamoto yoyote. Ndio. Pengine kwa wale ambao wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na hali ya usalama kwa wawaniaji, baadhi ya wale magari kuweza kuchoma, pengine imefika kwako kama msimamizi mkuu wa uchaguzi? Mwenyewe sijatangaziwa, hakuna mtu yeyote ambaye amenipigia ripoti, ila tu Bwana Seth Panyako ndiye alikuja kwa ofisi yangu na gari kama imepigwa, madirisha zimebomolewa. Hayo tu ndio niliona, lakini nilimwambia aende kwa polisi apige ripoti. Ndio. Asante sana. Mwenzangu Gladys Mungai ni msimamizi mkuu wa uchaguzi katika eneo bunge la Kabuchai, eneo bunge la Malava. Ni kituo maalum ambacho kitakuwa kinajumuisha kura kutoka kwenye wadi 9 inayopatikana katika eneo bunge la Malava, na kinyang'anyiro ni kati ya vigogo wawili kama tulivyopata taarifa kutoka kwa wale ambao tuweza kuzungumza nao, kiongozi au yule mwaniaji wa chama cha UDA David Ndakwa pamoja na mwaniaji wa chama cha DAP Kenya ambaye bila shaka ni Seth Panyako. Awali tulizungumza na county commissioner wa eneo hili la Kakamega ambaye bila shaka ni Onesmus Kiatha, na akaweza kutueleza jinsi hali ilivyo, hasa kuhusiana na madai ya visa vya baadhi ya waniaji gari yao kuteketezwa. Akasema kwamba hayo haijaweza kumfikia, lakini wanafanya uchunguzi ili kuweza kubaini ni nini hasa kilitendeka, hasa katika wadi ya Butali Chekulo ambapo gari inayoaminika kuwa ni kiongozi wa chama cha DAP Kenya bila shaka Eugene Wamalwa iliweza kuteketezwa, na baadhi ya vile mwaniaji wa chama hicho cha DAP Kenya vile kudua madai kwamba magari yake yaliweza kuteketezwa katika eneo lake au maeneo yake ya kazi. Na kwa hivyo tutakuwa hapa kuweza kujua jinsi hali ilivyo, kinyang'anyiro jinsi itakavyokuwa, na tutakuwa tunakuletea taarifa jinsi itakavyotukia kutoka eneo bunge la Malava. Kutoka kwangu Timothy Kipnusu, na kurejesha kwako mwenzangu Gladys Mungai kwenye burudani tena.